Hujambo mtazamaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hii ni Nuru ya Mashariki. Tuliokuandalia hii leo: mabalozi wa kigeni wavutiwa na teknolojia ya kijani na AI ya China wakati wa ziara Guangdong. Soko la miwani mahiri ya AI nchini China laendelea kupanuka, na uchumi wa usiku wapiga jeki utamaduni na utalii katika kaunti ya Hebei. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Darwesh. Mabalozi kutoka mataifa 37 wameeleza nia ya kuimarisha ushirikiano wao na China katika sekta zinazoibukia kama maendeleo ya kijani na akili bandia, yaani AI, baada ya kushuhudia mafanikio ya hivi karibuni ya nchi hiyo katika maeneo hayo wakati wa ziara ya siku 5 katika mkoa wa Guangdong, kitovu cha uchumi kusini mwa China. Ziara hiyo iliyopewa jina Set Sail for the 15th Five-Year Plan, China's Growth World Opportunity, ilihitimishwa Ijumaa na iliandaliwa kwa pamoja na Wizara ya Mambo ya Nje ya China pamoja na serikali ya mkoa wa Guangdong. Takriban mabalozi na wawakilishi wa kidiplomasia 60 walishiriki katika ziara hiyo kwa lengo la kujionea ukuaji wa uchumi wa China na kutafuta fursa mpya za ushirikiano. Wakiwa wamezunguka miji minne ya Guangdong, mabalozi hao walivutiwa na maendeleo ya China katika nishati mpya na teknolojia za kijani. Katika moja ya vituo vyao mjini Zhongshan, kusini mwa Guangdong, ujumbe huo ulitembelea kampuni ya Mingyang Smart Energy, mtengenezaji wa mitambo ya upepo na mtoa huduma za nishati safi. Kampuni hiyo hivi karibuni ilizindua jukwaa la kwanza duniani la mitambo miwili ya upepo inayozunguka baharini lililowekwa karibu na pwani ya Yangjiang. Mfumo huo unaweza kuzalisha umeme wa kutosha kuhudumia zaidi ya kaya 30,000 kwa mwaka mmoja. Mitambo ya kampuni hiyo pia imewekwa katika pwani ya bahari ya Hindi nchini Pakistan, ambako inasaidia kubadilisha nguvu ya upepo kuwa chachu ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa jamii za eneo hilo. It is great to have companies like Mingyang which can provide customized solutions for every country, but more so for developing countries which have limited resources, but they also want to overcome the climate change problem. But they need access to these instruments and tools and technologies which they can afford. It was really interesting how have been working with energy, for example, in the ocean. That's something really interesting to explore in the national Latin America, not only El Salvador. Ujumbe huo pia ulipata fursa ya kushuhudia ukuaji mkubwa wa mfumo wa akili bandia na roboti katika Guangdong. Mkoa huo sasa umegeuka kuwa kitovu kikubwa zaidi cha roboti zenye akili nchini China, ukiwa na zaidi ya kampuni 7,000 zinazojihusisha na teknolojia hiyo. Katika miji mbalimbali walioitembelea, mabalozi hao waliona roboti zenye uwezo wa kutumia lugha nyingi na kuendana na mazingira tofauti, zikiongoza ziara na kutoa huduma mbalimbali. Maonyesho hayo yalionyesha wazi kuwa roboti hizo sasa ziko tayari kutumika kwa kiwango kikubwa katika sekta za huduma na viwanda. Technology in Guangdong is amazing. Technology in terms of robotics and the technology in terms of electric vehicles. This is really something which is new, and it is something which is required in the future. We want to thank Guangdong for being pioneers in bringing these new technologies to the world. Waagizaji wa ufuta na kampuni za uchakataji nchini China zinasema zinaona kupungua kwa gharama za ununuzi pamoja na kuimarika kwa uthabiti wa minyororo ya usambazaji kutokana na utekelezaji wa sera ya ushuru sifuri kwa bidhaa kutoka Afrika. Hii hapa ripoti niliyoiandaa. Athari za sera hiyo zinaonekana katika mji wa bandari wa Qingdao ulioko mkoa wa Shandong mashariki mwa China, ukiwa unashughulikia zaidi ya 80% ya uagizaji wote wa ufuta nchini China. Qingdao imeimarisha nafasi yake kama kitovu kikuu cha usambazaji wa ufuta nchini China. Bandari ya Qingdao ina njia 11 za usafirishaji wa makontena kuelekea Afrika, zikihudumia kikamilifu masoko ya Afrika Mashariki, Afrika Magharibi na Afrika Kaskazini.
katika kituo cha kisasa cha bandari hiyo kinachojiendesha kwa teknolojia ya kiotomatiki, maelfu ya tani za ufuta kutoka Afrika hupakuliwa kutoka kwenye meli za makontena. Baada ya kukaguliwa na forodha, ufuta huo husafirishwa kwenda viwandani nchini China kwa ajili ya kuchakatwa kuwa mafuta ya ufuta, tahini ama siagi ufuta na bidhaa nyingine za chakula. Sera hiyo imeongeza kwa kiasi kikubwa uagizaji wa ufuta kutoka Afrika, ikipunguza gharama kwa waagizaji huku ikichochea biashara ya mazao ya kilimo kati ya China na Afrika. Sehemu ya ufuta kutoka Afrika inayopitia bandari ya Qingdao husafirishwa hadi kaunti ya Pingyu katika mji wa Jumadian, mkoa wa Henan, katikati mwa China. Kaunti hiyo inayojulikana kama makazi ya ufuta mweupe wa China ina zaidi ya kampuni 260 za uchakataji wa ufuta zenye uwezo wa kuchakata zaidi ya kilo milioni 50 kwa mwaka. Hapo awali kampuni hizo zilitegemea kwa kiasi kikubwa usambazaji wa ufuta wa ndani, jambo lililozifanya ziwe katika hatari ya kuathiriwa na mabadiliko ya hali ya hewa na kuyumba kwa bei. Sasa uagizaji usio na ushuru kutoka nchi mbalimbali za Afrika umesaidia kuziba pengo hilo. Baadhi ya ufuta kutoka Afrika unaopakuliwa katika bandari ya Qingdao husafirishwa kwenda mji wa Shibu katika kaunti ya Hexian, mji wa Ma'anshan, mkoa wa Anhui, mashariki mwa China. Mji huo unajulikana kama makazi ya ufuta na una kampuni 32 zinazozalisha mafuta ya ufuta, zikichangia 13% uzalishaji wa taifa wa mafuta hayo. 95% ya malighafi yake, ufuta mweupe, hutoka Afrika. Tangu kuanza kwa sera ya ushuru sifuri, gharama za ununuzi kwa kampuni za eneo hilo zimepungua. Kaunti ya Shinglong katika mkoa wa Hebei kaskazini mwa China imekuwa ikiimarisha uchumi wake wa usiku kupitia shughuli mbalimbali za burudani za kitamaduni na utalii. Hatua hii imevutia watalii wengi wa ndani na wa kimataifa. Tumwanjala na maelezo zaidi. Miongoni mwa shughuli zinazovutia katika mji wa maji wa Chingsongling huko Shinglong ni safari za usiku kwa kutumia boti za jadi za mbao. Watalii hupata fursa ya kufurahia upepo wa usiku huku wakisafiri kwenye njia za maji zinazozungukwa na vibanda na nyumba za mtindo wa jadi, hali inayowapa burudani ya kipekee. Mbali na mandhari ya kuvutia ya maji, maonyesho ya jadi ya wananchi yanaongeza uzito wa kiutamaduni katika shughuli za usiku. Wageni wanaweza kushuhudia na kushiriki katika maonyesho mbalimbali ya kitamaduni pamoja na michezo ya kivuli maarufu kama shadow play. It's a good way of interacting. People can understand without language. Even if you don't understand Chinese, you get an idea about the show. It's beautiful and I love traditions, old story, and you get to experience the fantastic old ancient Chinese history. Mchanganyiko wa maonyesho ya kuvutia na utalii wa mandhari ya kuvutia umesaidia Chingsongling kuvutia wageni wengi zaidi, hali ambayo imechochea ukuaji wa biashara za vyakula, malazi pamoja na bidhaa za ubunifu wa kitamaduni. Tangu likizo ya Mei Mosi iliyofanyika kuanzia tarehe 1 hadi 5 mwezi Mei mwaka huu, mji wa maji wa Chingsongling umekuwa ukipokea wastani wa wageni wapatao 7,000 kila mwishoni mwa wiki. Huku msimu wa safari za majira ya joto wa mwezi Julai na Agosti unapokaribia, idadi ya wageni mwishoni mwa wiki inatarajiwa kufikia watu 15,000. Soko la miwani mahiri ya AI nchini China linaendelea kupanuka kwa kasi baada ya bidhaa hizo kujumuishwa katika mpango wa ruzuku wa serikali na kupata umaarufu mkubwa miongoni mwa watumiaji wa kimataifa. Ronald Mutie anaripoti. Miwani ya akili bandia inayotengenezwa nchini China imekuwa ikipata ongezeko kubwa la oda katika soko la kielektroniki la Wachangbai lililoko mkoani Guangdong kusini mwa China. Hii ni kutokana na mpango wa kitaifa wa ruzuku na kuongezeka kwa umaarufu wake katika masoko ya nje. Mwezi Januari mwaka huu, miwani ya AI ilijumuishwa kwa mara ya kwanza katika mpango wa ruzuku za serikali ya China, ambapo wanunuzi wanapata punguzo la 15% la bei ya bidhaa hadi kiwango cha juu cha yuan 500. Soko hili huvutia wanunuzi kutoka maeneo mbalimbali ya China. Katika duka la kampuni ya elektroniki ya Huawei, wateja wengi wameonyesha kuvutiwa na miwani mipya AI iliyozinduliwa hivi karibuni. Many inconvenient things on a mobile phone can be done with these glasses. For example, taking photos
I can simply talk to the glasses after seeing what's there with my naked eyes, and it will do the job. Kwa mujibu wa Wu Yinan, mshauri wa bidhaa katika duka la Huawei, mauzo ya mwezi Mei yaliongezeka kwa 25% ikilinganishwa na Aprili. Our sales in May increased by 25% compared to April. This product, originally priced at 2,499 yuan, about $369, can also enjoy a 15% national subsidy, bringing the final price down to just over 2,100 yuan. Takwimu kutoka kampuni ya biashara ya mtandaoni ya JD.com zinaonyesha kuwa mwezi Mei kiasi cha mauzo ya miwani hii ya AI kiliongezeka kwa zaidi ya 200% ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita. Katika soko hili, miwani ya AI inauzwa kwa kati ya yuani 100 hadi 5,000. Bidhaa hizi pia zimeanza kuvutia ununuzi wengi kutoka nchi ya China, wakiwemo wafanyabiashara wanaotaka kuziuza katika nchi zao. We have many overseas clients in Huaqiang Bay. These glasses can be used to take photos, videos, and audio recordings, make and receive phone calls, and translate. They just use these glasses to record their life from a first-person perspective. Wafanyabiashara wa eneo hilo wanasema kwamba baadhi ya ununuzi wa kimataifa huanza kwa kununua miwani michache kwa majaribio, lakini baada ya kupata mwitikio mzuri katika masoko yao huongezea oda na kununua makumi au hata mamia ya miwani. Some overseas customers might initially buy one or two, but after trying them out in the overseas market and receiving a very good response, they immediately place additional orders, potentially dozens or even hundreds. Makampuni ya teknolojia ya China yanaendelea kuongoza ukuaji wa sekta ya akili bandia iliyojumuishwa, huku yakivutia mabilioni ya yuan katika uwekezaji wa kuendeleza roboti za kisasa. Zakia Pong anatufahamisha zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Sekta za akili iliyojumuishwa na roboti za China zinaendelea kukua kwa kasi, huku makampuni ya teknolojia ya China yakienda sambamba na upatikanaji mkubwa wa mitaji na kujumuisha fedha zaidi mwaka 2025 kuliko mwaka juzi. Mwaka jana kampuni zilizobobea mwanzo katika teknolojia ya akili bandia zilipata zaidi ya yuan bilioni 23. Teknolojia ya AI iliyojumuishwa inachanganya akili bandia ndani ya vitu vilivyotengenezwa kama vile roboti, kuipa uwezo wa kuona, kujifunza na kuingiliana kwa nguvu na mazingira yao kama wanadamu wanavyofanya. Kwa kutegemea mahesabu, AI iliyojumuishwa inaweza kujifunza, kuzoea na kukamilisha kazi kupitia utambuzi, kupiga hatua na kuingiliana na mazingira, hivyo kuboresha uhuru na matumizi ya vitendo katika ulimwengu halisi. Kwa roboti za binadamu, ingawa watu wanataka zifanye kazi kwa uhuru kama wanadamu, nyingi bado zinahitaji mwendeshaji au maagizo yaliyopangwa awali ili kufanya kazi kwa usahihi. Akili bandia kamili yenye uhuru bado ni jambo ambalo halijafikiwa. Bwana Wang Xiaogang, mwenyekiti wa ACE Robotics, amesisitiza umuhimu wa matumizi ya akili katika maendeleo ya roboti, akisema vifaa na udhibiti ni muhimu ili kufanya roboti zisisimame, lakini kwa wakati mmoja ni muhimu sana kuwa na akili maalum. ACE Robotics haitengenezi miili ya roboti, bali inatengeneza akili za roboti. Program ya kampuni hiyo inaziwezesha roboti, mbwa wa roboti wenye miguu minne na mikono ya roboti kuelewa mazingira yao na kutekeleza kazi kwa uhuru kamili. Kutoka maabara za utafiti hadi fedha za mtaji, juhudi za kupata akili
iliyojumuishwa kwenye roboti zinaendelea vizuri. Bwana Zhang Wenlang, mkurugenzi mkuu na mchambuzi mkuu wa macro katika utafiti wa CICC, anaamini mbio hizi zitakuwa nguvu ya kuendesha uchumi wa China. Kwa mujibu wa Bwana Zhang, kutokana na kuibuka kwa kampuni ya DeepSeek mwanzoni mwa mwaka 2025, ujasiri wa soko katika maendeleo ya kiteknolojia ya China umeimarishwa. Sekta ya teknolojia ya soko la hisa imeshuhudia kuongezeka tangu mwanzo wa mwaka. Wimbi jipya la mapinduzi ya kiteknolojia iliyoongozwa na AI na roboti litaendelea kuongeza uzalishaji wa jumla nchini China na kuhimiza ukuaji wa kiuchumi. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. 第10课，现在几点？ Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaoongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Leo tutajifunza jinsi ya kuandika herufi za Kichina. Tafadhali andaa karatasi na kalamu yako. Kujifunza herufi za Kichina. Tafadhali chagua herufi sahihi za Kichina kulingana na pinyin, kisha fuatana na mwalimu kuandika. Xian. Niambie, ipi ni sahihi? 第一个 Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Dian. Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Fen. Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Zao. Niambie, ipi ni sahihi? 第一个 Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Shang. Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza.
Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Tai. Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Tafadhali jibu sahihi kuendana na swali. 今天星期几 Ipi ni sahihi? 第一个 今天星期一 你的生日是几月几号？ 第二个 10月1号 现在几点？ 第一个 现在10点20分 明天几点见？ 第二个 明天6点见 你喜欢星期几？ 第一个 我喜欢星期六 Kazi ya kufanya nyumbani ya leo ni kuandika herufi za Kichina. Na kesho tutaendelea kujifunza Kichina. 再见. Naam, ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake. Na kufikia hapa, mtazamaji, sina la zaidi ila kuhitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo. Lakini kabla sijaondoka, chukua hii. Maarifa ni kama nguo ya ndani. Ni muhimu kuwa nayo, lakini si vizuri ama si lazima kuionyesha. Mimi ni Khamis Darwish. Maasalam. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.